Ndugu zangu wananchi wa sokoni, wa machinga, wafanya biashara, wauza vitumbua, wachoma mishkaki, leo sio siku ya kawaida. Leo si matangazo ya nyanya wala vitunguu. Leo tunazungumza na wale watu wa boli, watu wa shangwe, watu wa kazi. Twende masoko, twende masoko. Masoko Cup 2026 imerudi rasmi. Hii sio ligi ya kubahatisha. Hivi ni vita vya heshima ya soko lako. Unadhani soko lenu lina watu wa kazi? Unajiamini au mnauza tu kwa kelele bila mpira? Huu ndio muda wa kuthibitisha. Fomu za kushiriki zimeanza kutoka rasmi. Soko lako linataka kuingia vitani? Basi unatoa $200 tu na uiandikishe timu yako. Usichelewe, maana nafasi zinajaa fasta kuliko bei ya mafuta. Hii ni zaidi ya mpira. Uko ndani ndani, wanangu Tabata, umo ndani. Unatakiwa kukumbuka, ukikosa hii utabaki kusimulia. Ukijiunga unakuwa sehemu ya historia. Masoko Cup 2026. Sisi ni familia. Twende masoko, twende masoko. Bwana, hili hapa ni Gozi la Ng'ombe, na ni kuarifu ya kwamba mazingira hayatakiwi kuwa kikwazo cha wewe kufanya jambo lako lolote, la sivyo takiwa kuendana na mazingira yaliyopo. Ni kusalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pasi na shaka kila kitu kitakuwa kinakwenda sawa sawa. Unaona kuna foleni kidogo imefunga hapa. Ukiwa mwenyeji wa jiji la Dar es Salaam utakuwa si mgeni wa maeneo haya. Hapa ni Tazara, Dar es Salaam, yalipo makao makuu ya soko la Tazara Veterinary. Hawa ni wananusu fainali wa michuano ya Masoko Cup kwa mwaka uliopita, na msimu huu 2026 wamekuwa sehemu ya wale ambao watakwenda kukipiga katika msimu wa 4 wa michuano ya Masoko Cup, ambapo tunasema sisi ni familia kwa mwaka huu 2026. Nitakurudisha nyuma kidogo. Tazara Veterinary ni miongoni mwa timu ambazo zilikuwa na mashabiki wengi kwa msimu uliopita, kwa maana ya mwaka 2025, na isivyo bahati wao mwaka jana waliishia katika hatua ya nusu fainali. Ilipigwa bonge moja la mechi kati yao na Buguruni Market. Shughuli nakumbuka ilifanyika kwenye uwanja wa chuo cha utalii zamani Bandari, Dar es Salaam. Tumefika Tazara kwa ajili ya kufahamu namna ambavyo wako tayari kwa namna gani kuelekea msimu mpya wa Masoko Cup kwa mwaka 2026. Kumbuka kwamba hii ni backup support kubwa sana kutoka kwao NSSF Tanzania. NSSF unafahamika jukumu lao ni kulinda maisha yako ya sasa na ya baadaye, lakini pia tuko na Taifa Gas Tanzania. Tunahimizana juu ya matumizi ya nishati safi ya kupikia. Nyuma kamera ni professional Kim Magawa. Mimi ni shabiki wa timu mbalimbali Juma Abdurrahmani, niko na Evans Liatu, Mr. Bunzi. Ambatana nasi kwenda kufahamu tambo za watu wa Tazara Veterinary. Wao wako tayari kuelekea msimu mpya wa Masoko Cup na wako tayari kwa kiasi gani? Mimi niko standby. Uko vizuri? Vizuri sana. Sasa kwa faida wale ambao wanatutazama muda huu, nani anazungumza na nafasi yake tafadhali? Mimi naitwa Zenda Wazenda, ni katibu wa soko la Tazara Veterinary. Ndio. Naam. Na kiprotoko, katibu ni mtendaji wa shughuli za kila siku. Yaani katibu ni mtendaji wa shughuli za kila siku za sokoni. Sawa sawa. Kutoka mwaka jana mpaka mwaka huu kuna utofauti wowote wa soko lenu? Tofauti ipo. Ndio. Utofauti kwa maana kiutendaji? Kiutendaji tofauti ipo. Ndio. Unajua kuna mwaka msimu unakuwa unasinzia na kuna mwaka msimu unakuwa unakaa level. Mwaka huu umeanzaje? Mwaka huu tumeanza vizuri. Ndio. Kwa maana biashara zinakwenda vizuri. Biashara zinakwenda vizuri. Unaona watu wamechangamka huko. Watu wamechangamka. Na mazingira ya biashara pia yanakwenda sawa. Yanakwenda vizuri. Mazingira ya biashara yanakwenda vizuri. Halmashauri tukiwaambia jamani kuna jambo 1 2 3 haraka sana mkurugenzi anarekebisha. Unajua mkurugenzi wetu huyu. Ndio. Yeye mkitaka mumfurahishe, yeye mkusanye mapato. Yeye anachotaka sema mapato. Mimi mkimkusanyia mapato na shida zenu anatekeleza. Ana shida. Sasa hii ni faida mojawapo kubwa kabisa ya uwepo wa mashindano ya Masoko Cup. Hapa tunaibua mazuri na kuibua changamoto zilizopo sokoni. Katibu hapa anasema msimu huu, kwa maana mwaka huu wa 2026 tukiwa kwenye mwezi Mei, mambo hapa Tazara Veterinary yanakwenda vizuri. Anasema na sehemu ya mapato wao wanachangia na taratibu zao zinawekwa sawa sawa. Kwa hiyo dhima ile ya Masoko Cup hapa inatekelezwa kwa uzuri kabisa. Tunaibua yale mabaya na kutangaza pia mazuri, na wakati huu tukijiandaa kuelekea msimu mpya wa 2026. Mkubwa, kabla sijakwenda kuzungumza na vijana, msimu uliopita nyie mliishia kwenye hatua ya nusu fainali. Na ilikuwa mbungi moja kali sana nyinyi na jirani zenu pale Buguruni. Shughuli ilifanyika
kwenye uwanja wa chuo cha utalii pale Bandari. Naam. Hiyo unaikumbuka? Vizuri sana. Iliuma mno. Sana. Ila si watu wa mpira tulikubali kwamba vile fair play. Fair play iliuma. Akuuma sana. Iliuma kama ilivyouma Zanzibar safari hii. Wewe Zanzibar pia iliuma? Vibaya mno. Mimi nilishindwa kula. Ndio. Kimoko. Yaani iliuma kama ilivyouma Zanzibar. Kama umechomwa wale Buguruni wale. Sasa tuna uchungu nao wale. Sasa tuna uchungu nao sana. Sisi tunataka hivi. Sisi tupangiwe timu ngumu. Buguruni ngoja. Buguruni unajua mpaka sasa hivi hajachukua fomu. Buguruni msikimbie jamani. Njooni Buguruni, watu nyinyi mnawataka mnajua. Sisi tunawataka wale. Kama namna gani hata kuwalipia sasa tukawalipia mnaje waje wapi? Wewe Buguruni. Imetangazwa wadau hapa, kama hamna hela ya fomu mnalipiwa. Njooni kwenye mashindano. Mnalipa kweli? Waje wapige magoti jamani, si hatuna kitu. Sisi tunawalipia wale. Mpaka waje wapige magoti. Wapige magoti tuwaonyeshe kwamba si kidume. Waje wapige magoti jamani, sisi tumekwama. Muwalipie. Tuwalipie. Hapa sisi, hapa hiyo hela inatolewa na frame moja tu kama hapa. Moja tu hapa. Hapa fedha ipo. Sasa tunasema masoka msimu huu 2026 slogan yetu tunasema sisi ni familia. Sasa tuwekane wazi kidogo. Ufamilia huu unakuja kutokana na nyie na sisi tumeshashibana. Wewe nikikutazama ni mzazi. Naam. Kwa fasili yako ya kawaida neno familia lina maana gani? Neno familia lina maana pana. Ndio. Lakini tukichukua kwa ujumla, yani familia ni kuwakutanisha watu kwa pamoja. Wanafanya mambo yao pamoja, wanashirikiana pamoja. Kama ilivyo kwetu sisi. Naam. Nyinyi na sisi ni familia. Tumekuwako tangu msimu wa kwanza mpaka msimu huu. Naam, takriban miaka mitatu sasa. Minne sawa. Kwa hiyo sisi ni familia. Sisi ni familia. Hakika kabisa. Mkubwa ameweka sawa. Kwanza naomba ukae pale, nataka nizungumze kidogo na vijana. Nataka tuone, ngoja huyu anajezea Simba. Hii Liverpool. Ngoja tuone, sio mnazungumza tu hapo. Ngoja hapo. Onyesha kitu, onyesha vitu kidogo. Mbona mbona unaenda mbali? Onyesha vitu vizuri. Bwana kweli. Vitu kama hivyo hapa lazima uvipate blaza. Nani mkubwa? Naitwa Jumanne Shabani Mbendenga. Jumanne Shabani Mbendenga. Mimi naishi hapo kwenye Mbendenga. Mbendenga vipi? Vipi? Kama kawa. Ududu. Kama kawaida. Sokoni unaendaje? Unaenda kama nani? Mimi naenda kama dereva Toyo, ni dereva wa hapa. Wewe afisa usafirishaji. Ni afisa usafirishaji. Na mambo yanakwenda sawa. Na mambo yanakwenda. Wakati tunafika pale mwanzo kabisa ulianza kutamba mwanzoni kabisa kwamba bwana waliteni fulani. Mnamtaka nani? Sisi yoyote, si hatuchagui wala tubagui. Yoyote sisi tunamtaka. Ndio. Yoyote ajitokeze. Watu wote walikutana na sisi wanatujua. Yoyote walikutana na sisi. Mnaweza kumtaka yoyote, lakini kiuhalisia nani mnamtamani? Yoyote. Yaani sisi hatumtamani mtu, ila yoyote atoka mbele yetu sisi tunabonda. Ndio. Buguruni kaponea chupuchupu pale. Lakini aliwatoa bila kukosa penalti ya Rashid Juma, mechi imerudiwa ile blaza, umesahau. Lakini si mlitolewa? Ndio tumetolewa. Kama iliuma ile. Kutuuma lazima ituume, hata kama wakituambia watuanzishie. Sisi tunamtaka leo kesho sisi tunamka naye. Buguruni si kwetu hatusumbui. Ila ndio hivyo tu, kutokana na mazingira mpira dakika 90 mechi baada ndo marudio. Ndio hivyo ndo amepata goli 3. Lakini mechi ya kwanza Buguruni alikuwa anatoka, finali tulikuwa tunacheza. Huu ni mwaka mwingine. Yaliyopita wanasema si ndwele, tugange yajayo. Na sisi tumeganga yajayo. Tunauanzisha msimu mpya. Ndio. Kaka una timu? Timu ninayo na uhakika kabisa timu ninayo. Una watu wa kufanya kazi? Na uhakika. Mwaka wa kwanza nimecheza robo finali. Mwaka wa pili nimecheza nusu finali. Mwaka wa tatu na kuhakikishia nachukua kombe. So nicheze finali, nataka nile kombe nalitaka. Niweke heshima. Unajua kutokwenda viwanjani tunaambia tusiende na matokeo Mbona kama nyinyi mnajikusanyia matokeo? Sisi tunaamini kutokana tuna watu wa mpira, tuna kila kitu, tumeshiba hapa sokoni kwetu. Na matokeo sisi hatuwekagi mfukoni. Matokeo tunaenda kuonesha watu. Ngoja, unasema? Sisi ni watu wa mpira. Sawa, ngoja. Kanaone kweli nyinyi ni watu wa mpira. Mkubwa vipi? Sema vipi hali? Nani anazungumza huyo? Naongea Nasri Venatus Marwa. Nasi mbona sauti inatoka tumboni? Una uhakika kweli wewe? Na uhakika, naweka timu yangu, naweka vizuri, tumejipanga. Mwaka jana tulipoishia tumeishia nafasi nzuri, nusu finali. Msimu huu tumejizatiti kabisa. Tunaandaa timu iliyokuwa bora kwenda kushindana mashindano, kuchukua kombe lenyewe kabisa. Simba wana miaka mingapi hajachukua ubingwa? Masuala mpira ndivyo ulivyo. Mpira ndivyo ulivyo, kuna nyakati unakuwa upo vizuri, kuna nyakati unakuwa upo vizuri. Tazara hizi nyakati zenu.
Kwa hiyo na sisi tunajiandaa kuandaa timu yetu vizuri kufikia malengo yale tuliyofikia mwaka jana, kuzidi pale tulipofikia mwaka jana, tuwe kombe zaidi. Na watu wa kufanya kazi baba. Kaka shehe na watu. Kwanza kabisa kwenye mpira watu kwanza ni kamati ikifuatwa na viongozi na watu. Una kamati? Kamati ya nini? Kama benchi la ufundi, bishangu la ufundi zuri, viongozi wangu wako makini kabisa, ni watu wa mpira. Kamati inaendelea Italia. Kiongoza na mwenyekiti hapo Zenda. Ni mtu wa mpira, anapenda mpira. Temeke si unapenda mpira. Wewe mwenyewe mwaka jana umeshuhudia nusu finali kwamba nusu finali ilikuwa Temeke zidi ya Ilala. Finali imekuwa Temeke na Ilala. Sawa. Kwa baada ya Temeke Studio ni sisi hapa. Sawa. Temeke Studio. Wewe watazame pale waambie kwanza unaitwa nani? Mimi bwana kwa majina najulikana alimaarufu sokoni hapa, niachie kidogo Babeloni mkali wao mwingi wa maneno, story kwenu. Mwingi wa maneno? Story kwenu. Sasa hapa tunaonyesha story hapa kijiweni kidogo. Watu wapate mawili matatu kutoka Tazara. Tazara ni miongoni mwa masoko makongwe. Na biashara kama unasema hapa mwenyekiti na katibu kwamba zinakwenda uzuri. Tunauelekea msimu huu. Kilichokosekana msimu uliopita, makosa yenu mmeyatambua? Bila shida tumeyatambua kwa kuwabadilisha wale wachezaji ambao walikuwa wanatuleti down. Sasa hivi tunaenda na vitu vipya, mwaka mpya, mambo mapya, msimu huu mpya na mambo kila kitu mapya. Tunalitaka kombe na tunamtaka yule Buguruni. Tumecheza naye mara 2, tuna hasira naye. Babu chukua fomu kama una njoo tukupe la bando moja hapa upate fomu. Tunakuhitaji wewe kwa udi na ubani. Bwana mimi naweka simenti hapo. Buguruni mnahitajika huku jamani. Kama fomu mmeshindwa kuchukua hapa Tazara, unasema watawachukulia fomu. Kwa hiyo mimi ni mjumbe tu na mjumbe huwa hauawi. Niambie mkubwa, namna ambavyo mko tayari. Kiachana na Buguruni, nani mnatamani kukutana naye? Tazama kule mbele. Kwenye hii mashindano si yoyote tunatamani tukutane nayo kwa sababu tuna hasira. Kwa sababu hasira yetu ina kwamba soko letu tulidai hii masoko kapu tunawadai bado. Na tunatowadai sisi atatutambua ataikopo mbele yetu. Tunabomoa tunaweka Bundesliga. Bwana unafahamu ukubwa wa soko la Kariakoo? Bila shida. Soko kubwa. Bila shida. Safari hii wapo. Haina tabu. Hao ndio tunawataka kweli, wamerudishwa mwaka jana tu hapa. Sasa bado watakuwa na njaa. Sisi hapa tutaweka sawa wale mbona. Haina shida mwaka jana amerudishwa. Lazima atatulia tu. Bwana tuna kiwanda kiko nyuma hapo Alafu Limited ndio tunapozalisha mabati na kila kitu, tunaishi smart boy. Mama ntilie wote hawana shida wanavyoona. Safi. Bwana hii ni Tazara Veterinary. Hawa ni wananusu finali wa season iliyopita na safari hii wanasema wako tayari mapema na wanamtaka yeyote wakutane naye kwenye hatua ya makundi ama kuendelea mbele. Target yao wanasema ni kutwaa ubingwa wa msimu huu wa Masoko Cup ambapo wanasema sisi ni familia. Kumbuka kwamba hii ni nguvu kubwa kutoka NSSF Tanzania pamoja na Taifa Gas. Sasa niko na swaiba wangu wa karibu Evansi Liatu. Evansi, kuna watu hapa wanataka kusema jambo lakini Evansi anaweka vitu pale sawa na tutakuja kuzungumza naye. Bwana hizi nyimbo mpya? Mna nyimbo? Tuna nyimbo zetu. Yaani hapa kila mwaka lazima hatumtegemee msanii hapa. Sisi hapa tuna nyimbo zetu. Mnatunga wenyewe. Yaani sisi hata ndio kituangalia, sisi ndio timu pekee tunaongoza uwanjani kujaza uwanja. Alibishiki timu gani hapa inoingia katika ligi hii ya Masoko Cup inaojaza uwanja kupita sisi? Tunaanza sisi afu ndo wanapata stilio. Stilio wenyewe waoga. Kapteni yuko wapi? Sisi ni familia. Kapteni Dunga. Bwana vipi? Swali hizo hivi. Unajua nimekuja hapa nashangaa sikuoni. Unajua ngoja kidogo. Unajua kila sehemu ina mganga wake. Nimefika hapa mganga yule yuko wapi mganga mwaka jana? Simuoni, nikasema kumbe mganga bwana alikuwa anaweka mambo sawa. Mkubwa vipi? Muda ule nimewaona muda mrefu mlipo pale. Nilienda msikitini kidogo sijua. Mambo yanakuaje lakini? Mambo yale. Sasa kwa faida wale ambao wanatazama pale, nani anazungumza? Bwana mimi hapa nazungumza Dunga Mawe. Dunga Mawe. Mzee wa mipango yote. Sio dunga ni Dunga Mawe, maana watu wasichanganye. Mzee wa mipango yote hapa la soko la Tazara Veterinary. Sasa tunazungumza na katibu hapa, kaniambiaje? Ile ya nyinyi kufungwa na Buguruni iliuma vibaya mno. Ni kweli ulipo sahihi. Lakini hizi mechi yetu ilikuwa ile ya kwanza. Ile ya kwanza ndio ilikuwa mechi yetu sisi ile ndio ilikuwa mechi yetu ya kwanza. Ile ndio ilikuwa ya kwetu sisi kupata matokeo. Unajua turudishe nyuma, nani alilaza ile mechi?
Ile kiufupi wachezaji walilaza kwa sababu wanajua tunalaza tunachukua tena mshiko, lakini ile mechi ilikuwa ya kwetu ya kwanza. Hii mechi ya pili mechi ilikuwa ngumu kwa sababu Buguruni washaona kabisa hii mechi lazima wamejiandaa mechi ya pili. Wakaja kivingine wametufunga. Kiufupi wametufunga kimpira. Sasa mtaalamu wao wa ufundi aliwaambia nini? Aliwaambia mechi ilale au alisema mmalize ile siku ile? Hakuna ufundi bwana, kwa sababu wameona kiza wale wachezaji wakaona mechi wa hiyo. Hakuna kiza akikuwa kiijo kiza kile bwana. Ndio maana wachezaji sio wakaamua kuiua mechi ili mradi mechi inayofuata tuwalipe tena maisha yaendelee. Si unajua wachezaji wa ndondo wanaangalia fursa na wao wameangalia fursa. Tukaona bidra tucheze tu mechi ya pili. Safi. Sasa ile imepita. Safari hii mpaka muda unapozungumza Buguruni hawajachukua fomu. Hapa wazungumzaji wa mwanzo wamesema kwamba kama Buguruni hawana fedha ya kuchukua fomu, nyinyi mtawalipia. Hao waloongea wapo sahihi. Wapo sahihi. Tutauza bando moja la thamani ya $500 tutachukulia fomu. Na nilikuwa naomba kama katika hayo makundi atawapanga basi tucheze na Buguruni mechi nyingine kwa sababu Buguruni sisi wametuotea, sio kama vile wao wamejua sana, ila wametuotea, unaona. Kubwa wa Dunga lile limepita. Hii ni season nyingine mpya kabisa na mnaonekana kuutaka msimu huu. Ni kweli. Utayari huu unatokana na nini? Maandalizi. Viongozi wametazama wapi tulipojikwaa, kwa sababu msimu wa mwaka wa juzi tulitoka hatua ya robo finali, msimu wa mwaka jana tumetoka hatua nusu finali. Ila msimu huu unauona kabisa sisi tunacheza finali. Mna progress. Robo tukaja nusu finali. Finali mfungwe afu finali yani kiufupi umesikia mtangazaji, yani kiufupi tukiingia finali imeisha. Yani imeisha, sisi tunachukua ndoo. Yani kuna watu wakiona soko letu wanajichukulia kama dogo, lakini soko letu ni kubwa sana. Kwa sababu hata ule studio mwenyewe sisi alituhofia, maana alikuwa anasema wangeingia hao hapa. Tunafahamiana, michezo yenu mnajuana. Hapana, sio kufahamiana. Wenyewe tunajua. Michezo yenu mnajuana, watu watemeke yenyewe mnajuana bwana. Ndio maana alikuwa mnaonea na aibu. Hakuna. Studio mwenyewe anatuhofia sisi. Yeye mwenyewe alikuwa anasema kabisa, nashukuru tumekutana na Buguruni kwa sababu Buguruni mbinu zao wanazozifanya sisi tusazijua kwa sababu wamewafanyia hao veterinary, sisi tumeiona. Kwa hiyo hata tusumbua, lakini kama walisema kama wangekutana na sisi kombe lilikuwa linakuja hapa, lakini tuache hayo, tuangalie tu ya msimu huu unaokuja. Sisi tumejipanga. Sawa, Dunga niambie, huu ni msimu wa 4 mnaouelekea. Ndio. Kimashindano imekuwa ni yenye manufaa kiasi gani mashindano haya hapa sokoni kwenu? Cha kwanza kabisa sisi tunashukuru kitu kimoja. Nyinyi kidogo mnatutangaza. Kwa sababu hata soko letu kidogo kama lilikuwa limefifia hivi. Ila ya michezo yenu nyinyi imeboost hata soko letu kufahamika sehemu mbalimbali. Kuonekana na watu wanakuja bwana, nendeni veterinary pale kuna kila kitu, na kweli watu wanakuja hapa wanachukua kila kitu. Pilika zinakuwa ni nyingi. Yaani nashukuru sana nyinyi kuja kutuboost katika hii michezo. Sasa tunaendaje? Mna timu mpya ama timu ile ile? Bwana, kila msimu mambo yanabadilika. Sasa hivi tuna udagaa. Mnataka kutia lawama kwa watoto wa watu? Hakuna lawama. Unajua sasa hivi vijana ndio wanacheza mpira. Ndio Wakongo watakuwepo. Wakongo hawakosekane kwenye timu. Baadhi ya Wakongo watakuwepo na tunaweka chipkizi ili tucheze, tusiwatupe kabisa chipkizi, lazima tunachomekea, tunacheza. Yaani wewe kaa ukijua msimu wa mwaka huu hapa huu sisi tunacheza finali. Labda litokee lingine. Tarudi kwa maneno usiyatupe. Ngoja nisogee hapa. Mkubwa vipi? Mkubwa usikae nyuma bwana. Mbona mnakuwa nyuma hivyo jamani? Sababu nimefika. Yeye ndio wenye timu bwana. Bwana sasa ngoja kwanza. Hii tunaongea tu kiume. Bwana hivi yule mganga wa mwaka jana alilipwa? Amelipwa. Sisi hatuna mtu. Basi. Unaona mganga alilipwa. Watu wasema mganga nani kumlipa mganga kumbe amelipwa. Hapo watu walikuwa wasema eti amtumii mganga. Sasa mganga sio amemlipa. Sisi tumemlipa. Kwenye mipira hii ya Kiafrika hii kawaida tu. Sasa mimi ndo napenda watu wasema kweli kama yeye bwana. Kwenye mipira si unumanuma tunao. Sisi tunaita utamaduni ule. Sisi unumanuma tunao. Jambo la kawaida. Yaani kawaida. Lazima tuende na mambo ya utamaduni. Kawaida tushawa. Uko vizuri lakini mkubwa. Sasa niko vizuri namshukuru Mungu. Ni season nyingine mpya kabisa. Sahihi. Tazara mnautaka ubingwa. Yaani tunakiunao. Yaani hivi sasa kwa sababu mambo ndio yameshaanza. Yaani kwa sababu tu ratiba yenu tumeambiwa baada hapa ligi kuu zikiisha hizi na nini, lakini tunatamani hata ingekuwa mwezi wa kesho wa 6. Nyinyi mko tayari mwanzoni? Mashindano wiki ya kwanza ya mwezi wa 6 yanaanza. Ndio vizuri. Sisi tunautaka. Tunautaka ubingwa. Tunautaka kwa sababu sio tu wanautaka, wanasema wanautaka ubingwa. Maana nyie wanautaka ubingwa. Sisi ubingwa tunautaka.
kwa sababu ukikumbuka tumeingia mwaka wa kwanza tumeishia hatua ya nusu ya robo, tukaingia mwaka wa pili hatua ya nusu, ile ilikuwa finali. Ila tu mipango tu hivi, na siku zote ujue unapojikwaa afu mbele unaangalia nini kimekukwaa, unajisaisha. Kwa hiyo mwaka huu tena tutakuwa mwaka wa 3 shehe. Tumejipanga vizuri na mimi ndo mwenyekiti wa timu nazungumza hapa. Kwa kila kitu kiko vizuri. Ndio maana jana nakumbuka uliweka namba za bajeti. Bajeti kwa maana mlikuwa mna bajeti kama milioni ngapi? Safari hii yani bajeti yenu inaweza ikavuka labda milioni 50. Unajua kila season inayokuja inategemea na bajeti yenu. Ujue kila nyakati zinakuja na bajeti yenu kuangalia kipindi tulichokuwa nacho. Inawezekana mwaka jana tulikuwa na bajeti kubwa, inawezekana mwaka huu ikawa ikazidi pale, lakini kikubwa tumejiandaa vizuri. Sisi tumejiandaa vizuri kwa sababu mashindano tunahitaji. Na ukiangalia hata kwenye ratiba yenu, sisi katika ukanda huku wa Temeke, tunaweza tukawa wa kwanza wa pili kuchukua fomu. Mlichukua mapema. Yani kumbukumbu tunazo kwa sababu tuna maana tunahitaji hiki kitu. Sisi tunahitaji finali tuchukue ubingwa, tusherehekee kama unavyoona vijana. Sawa. Sisi mpira kwetu kama ndo maisha yetu kwenye mpira. Yani burudani. Yeah. Na sisi familia. Sisi ni familia. Yeah. Hakika kabisa. Bwana Masoko Cup 2026 sisi ni familia. Tazara Veterinary tuko nao hapa na hii ni sehemu ya familia yetu kuelekea kwenye season hii ya masoko ambayo tuko nao. Unazungumza na mkubwa hapa. Baba vipi? Sawa, mambo vipi? Kwaje mkongwe? Kama kawaida. Kama kawa. Nani anazungumza? Bwana anazungumza na Kulwa Selemani, Kongwa, mdau wa sokoni. Mtu wa soka. Mtu wa soka na ndo mwenye mipango yote, mambo ya kamati na kila kitu. Kamati kwa maana ipi? Kamati ya nje ndani? Kamati ya uchawi. Safari hii mambo hadharani, yani ubaya. Kila mtu anatangaza silaha zake, hakuna mambo ya kuficha. Hakuna haja ya kuficha. Mambo ya kiume unaficha nini? Huwezi kuficha. Safari hii mtu akiroga anarogwa. Wewe mwenyewe unaona hata huko mipira yao wakubwa, unaona mambo yao wanayofanya. Watu wanafikia kwenye engo kwenye nini. Na huko nzuri kufikia inaruhusiwa. Huko ndo kwenye ndondo. Utamaduni, michezo ya maharage kawaida kama kawaida. Sasa jamani, tuwekane sawa hapo. Tunaambizana nyinyi ambao mnaficha kwamba sisi utamaduni hatuna. Uwezeni utamaduni wanauendeleza. Hii tunasema Kiafrika zaidi, utamaduni lazima uendelezwe. Niambie. Sasa mna utamaduni kutoka mkoa gani? Hiyo sasa na maana hiyo ni siri. Unaona uwezi kuweza kuitangaza. Ila kwa msimu huu tumejipanga vizuri sana na makosa yetu tunayajua tuliyofanya. Umeona bwana mpaka kuja kuteleza. Lakini msimu huu kwa kusema ukweli tuko vizuri. Ndani ya uwanja una watu baba? Ndani ya uwanja tunao watu. Tunao watu kabisa. Tena wanaweza watu wa kufanya kazi, sio watu wale watu wa kuja kufanya kazi. Sasa hivi tunao watu wa kufanya kazi. Kwenye hilo si hatuna shida wala nini, kwa sababu hela ipo na mambo yote hapo. Fedha ipo hapa. Fedha ipo hapa. Hapa kuna shida. Hapa kuna shida. Lakini swala si hela si nini, hapa kuna shida. Ndio. Nyinyi mnamtaka nani mwanzi naye? Sisi bwana yoyote. Yoyote tutakayopangiwa basi aje. Bwana hakuna soko inaitwa yoyote bwana. Nasemaje? Soko lolote mwenye shogo na sisi iwemo aje. Umeona bwana? Ikiwemo nani? Ikiwemo soko gani? Nimesikia Buguruni sijui bado hajachukua fomu na nini wanasuasua. Sisi tunawakaribisha, wale ni majirani zetu. Kama kuna matatizo yoyote kidogo ya kifedha basi waje hapa. Waje bwana, jamani tuna hivi sisi tutawasaidia. Wala si hatuna shida kwenye hilo. Kwa sababu sisi watu wa burudani bwana, twende tukaweke burudani, mambo mengine yaende. Bwana hapa Tazara linazungumzwa soka kiustaarabu kabisa na wanasema wako tayari kivyo vyote vile kwa ambaye atataka shughuli na wao watampokea kama ambavyo anakuja. Mkubwa unataka kusemaje? Mimi sina jambo lingine zaidi. Nimefurahi bwana maonyesho ya bidhaa hiyo. Buguruni tunaonyesha hiyo bidhaa hiyo. Moja tu hii moja tu sisi tunalipa fomu kwa upande wao, maisha yaendelee. Haya. Mbona mnakuwa mnambwembwe hivyo jamani? Yaani kuna kitu kimoja tumejifunza ujue. Kila unapokwenda hatua unajifunza jambo. Hii tulipotoka nusu finali, hii mechi ya pili wametufunga 3. Wanajua wenyewe walichokifanya lakini wametufunga 3. Sisi tumeflash yamepita ni tunaangalia msimu wa mwaka huu. Tumeliweka hapa kifuani. Hao wenyewe wanajua Buguruni. Ila tuachane na Buguruni tuzungumzie tu ya msimu wa mwaka huu. Ndio kwamba mko tayari na mnasubiri tarehe. Yaani sisi binafsi tunasubiria tu tarehe ya mashindano kuanza, basi kiputo kipigwe. Yoyote soko lolote toka mbele yetu tunapiga nao. Yaani hatuna pressure yoyote yani. Yaani amani ipo, hakuna pressure yoyote. Faza vipi Faza? Kama kawaida. Hakuna kitu haribika. Safi. Sisi anazungumza. Naongea kama mkajungu hapa kampuni. Jina lako wewe nani? Nurudini. Nurudini nani? Abdu Nuru.
Mmelala hapa nyie. Hakuna wasiwasi. Ndio. Wale watasema walificha wapi ile. Buguruni. Fanyeni mtupangie wale kwanza. Buguruni mlificha wapi? Njooni mseme wapi mlificha. Mitego yote wameruka, walipita simu mbinguni, tushajua walipopita. Kumbe nyewe mlitega na wao wakatega. Siku ya kwanza umeona? Ndio. Tukatega wakakimbia. Ndio. Wakaja kivingine. Ule mtego wakaugundua, tumeka mtego mwingine sasa hivi. Mapema tu. Ni mapema tu. Safari hii. Mapema. Wenyewe wanajua. Ndio. Yaani wanasema kabisa wanazunguka wanajua hapa tukutana na hawa. Tazara veterinari. Ndio. Hawatoki. Yoyote yule apite mbele. Yoyote. Mtu ajifanye kama anajikuna. Stilio anatujua. Mbagala anatujua. Ukienda nani Kisutu ndo kabisa watatu kutusikia hao. Ilala ndo kabisa tunawatamani na wao. Ilala waliungana. Midizini walisema wanawataka vibaya mno nyie. Waje hata kesho asubuhi. Tunawataka sisi mapema tu. Hata kesho asubuhi. Tumejiandaa tangia kipindi kesho hatujakaa kimya. Tumejiandaa, tumekaa kikao, tumejidiskasi, tulifeli wapi? Tukagundua. Tushagundua makosa yetu. Kwa hiyo sasa hivi tumejiandaa. Yoyote apite mbele. Yoyote mnamtaka. Yoyote apite mbele. Bwana Tazara bwana, kwa kinachoonekana matayarisho yao yanaonekana wako vizuri na wanaonekana wanaitaka michuano hii kwa safari hii vyovyote vile, na wanasema utamaduni utakuwa kwa wingi sana msimu huu, kama ambavyo tulienda Chanika via nao walisema utamaduni pia utakuwepo kwa wingi msimu huu. Kwa hiyo huu si msimu wa kukosa. Yaani msimu ukishasikia tu kipenga kimepulizwa, fanya ima kwenye viwanja ambavyo tutakuwa tunavitumia ufike kwa haraka kushuhudia burudani. Bwana, hii ni nguvu kubwa kabisa kutoka Taifa Gas, ambapo tunahimizana kuhusiana na matumizi ya nishati safi ya kupikia pamoja na NSSF Tanzania ambao wanalinda maisha yako ya sasa na ya baadaye. Bwana, tunamalizaje sasa? Njoo tumalize hapa. Tumalize dunga hapa tukafanye shughuli nyingine. Kimsingi utaratibu wenu ushakuwa sawa. Yaani kiufupi yani afadhali bajeti ya wachezaji iwe ndogo. Ila ile bajeti ya upande wa pili iwe kubwa. Safari ni bora bajeti ya wachezaji iwe ndogo. Lakini bajeti ya utamaduni iwe ya kutosha. Yaani ile. Siku umeona juzi hapa kwenye dabi. Utamaduni ulikuwa mwingi. Utamaduni watu wameenda kuvalia nyumba ya jirani. Ni utamaduni. Hivyo kuvalia jirani pia ulikuwa utamaduni ule ni utamaduni. Hamna football kama ile. Yaani ule ni utamaduni tu. Walikuwa na imani hiyo ndo wakaenda vile. Utamaduni. Kwa safari hii unasema kwamba ni bora hela usajili iwe ndogo lakini utamaduni wa kutosha. Yaani hivyo vichwa vya ng'ombe. Vinachinjwa sana. Bwana, mimi nikushukuru. Mimi asante sana, mimi nawashukuru sana. Tupo pamoja na nyinyi. Sisi familia bwana. Bwana, sisi hakika ni familia. Hii ni kutoka Tazara Veterinary, wanasema sisi ni familia. Sinasema sisi ni familia. Sisi ni familia. Hakika kabisa. Tunamaliza hapa, mguu kwa mguu tunakwenda soko lingine. Wapi tutakuwa? Endelea kutufuatilia kupitia Channel 10. Endelea kutufuatilia pia kupitia Channel Plus pamoja na Magic FM Tanzania kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Endelea kubaki nasi. Ndugu zangu wananchi wa sokoni, wa machinga, wafanya biashara, wauza vitumbua, wachoma mishkaki, leo sio siku ya kawaida. Leo si matangazo ya nyanya wala vitunguu. Leo tunazungumza na wale watu wa boli, watu wa shangwe, watu wa kazi. Twende masoko, twende masoko. Masoko Cup 2026 imerudi rasmi. Hii sio ligi ya kubahatisha. Hivi ni vita vya heshima ya soko lako. Unadhani soko lenu lina watu wa kazi? Unajiamini au mnauza tu kwa kelele bila mpira? Huu ndio muda wa kuthibitisha. Fomu za kushiriki zimeanza kutoka rasmi. Soko lako linataka kuingia vitani? Basi unatoa $200 tu na uiandikishe timu yako. Usichelewe, maana nafasi zinajaa fasta kuliko bei ya mafuta. Hii ni zaidi ya mpira. Uko ndani wanangu wa Tabata, umo ndani. Unatakiwa kukumbuka, ukikosa hii utabaki kusimulia. Ukijiunga unakuwa sehemu ya historia. Masoko Cup 2026. Sisi ni familia. Twende masoko, twende masoko.